Naam bwana, mashabiki wengi wa klabu ya Simba wako na furaha kweli kweli baada ya klabu yao kufanya vizuri katika mechi ya kwanza dhidi ya Nsingizini Hotspurs, mechi ambayo wamepata ushindi wa mabao 3-0, lakini wanatembea kifua mbele zaidi kwa sababu ya ushindani ambao upo katika soka la ndani, na kama haitoshi ushindani ambao upo dhidi ya mtani wao kwa maana ya Young Africans. Simba ndio timu pekee ya Tanzania ambayo imekusanya magoli mengi zaidi kuliko timu zote katika mzunguko wa pili wa hatua ya awali ya ligi ya mabingwa Afrika, first leg. Kwa hiyo katika first leg hii mambo yamekwenda hivyo, tukiwa tunasubiri second leg, yani mechi za pili za marejeano ambazo zitafanyika hapa Tanzania, hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo kwa sasa mashabiki wa Simba wako na furaha kubwa kweli kweli. Ikumbukwe katika mzunguko wa kwanza wa hatua hii ya awali, Young Africans ndio walifanya vizuri zaidi, yani walifunga magoli mengi zaidi, mabao 5. Sasa kuimba ni kupokezana. Kwa sasa hivi Simba wamefanya vizuri, lakini vitu vingi vinazungumzwa kuhusu Simba kufanya vizuri, na appreciation kubwa zaidi inakwenda kwa kocha Dimitar Pantev. Ingawaje mwenyewe Dimitar Pantev alifanya mahojiano na moja ya chanzo na akasema kwamba licha kwamba timu imepata ushindi wa mabao 3-0, lakini haikucheza vizuri, haikucheza kwa namna ambavyo yeye anataka. Hiyo ni kwa mujibu wa Dimitar Pantev. Inawezekana ikawa ni tambo tu, inawezekana ikawa ni kweli kwa namna yeye ambavyo ameona. Tunaheshimu mtazamo wake kwa sababu yeye ndio mwenye timu yake. Sasa just ask yourself, what if timu itakuja kucheza vizuri zaidi? Yani ikicheza vile ambavyo yeye mwenyewe anataka itakuwaje? Anyways, tuachane na hiyo. Sehemu ya pili ambayo inapewa pongezi kubwa ni wachezaji ambao wamejitoa uwanjani, wamepambana. Namba kubwa ya viungo, wachezaji wengi walicheza kwenye daraja la juu, kwenye daraja la ubora. That's why wameshinda kwa margin kubwa, mabao 3-0, Nsingizini Hotspurs yakifungwa nyumbani kwake. Eneo jingine ni eneo la mashabiki. Mashabiki wa Simba bwana walikuwa kwa wingi pale uwanjani na walitoa support ya kutosha, na hata goli la kwanza wakati linafungwa, kabla ya goli kufungwa, mashabiki walikuwa wanaimba jukwani, kona goli, kona goli, kona goli. Na tuliona pia hata sisi ambao tulifuatilia mechi kwenye matangazo ya television. Sasa kuna sehemu ambayo watu wengi huwa waigusi, eneo ambalo ni nyeti na ni eneo muhimu kweli kweli, na eneo hilo ni la video analyst, mtaalamu ambaye alianza kuimaliza mechi katika makaratasi, katika ubao, kabla ya kwenda katika field pale kwenda kukamilisha ule mpango kazi ambao ulikuwa umechorwa. Sasa ikumbuko kwamba ligi ya Eswatini inaonekana mbashara, wanaonesha hawa Super Sports. Sasa kwa Simba tunakumbuka wakati ambao Fadlu Davids yupo, mmoja mtu ambaye alikuwa muhimu sana, na hata sisi hapa tuliwahi kumzungumzia katika jukwaa hili, ilikuwa ni Mwezi Kaji, kwamba huyu ni video analyst ambaye alifanya kazi kubwa sana kwenye kikosi cha Simba mpaka Simba anafika finali. Haimaanishi ukiwa na video analyst mzuri basi ndio timu haipotezi, sio maana yake, lakini kwenye maximum matches mnaweza kufanya vizuri, mnakuwa na garantia kufanya vizuri kwa sababu wapinzani inakuwa mmewajua. Kwa hivyo ilimfanya Fadlu Davids afike mpaka finali ya kombe la shirikisho Afrika kwa uwepo wa Mwezi Kaji, na ndio msimu ambao Simba waliibana Young Africans toe to toe mpaka mechi ya mwisho kabisa ikaenda kufahamika nani anakuwa bingwa, kwa ajili ya Mwezi Kaji pamoja na msaidizi wake. Sasa hapa tunakwenda kumzungumzia mtu mmoja anaitwa Jeremy Mahiri Zaja. Jeremy Mahiri Zaja, huyu bwana ndio video analyst wa Simba kwa wakati huu. Huyu inaelezwa kwamba ni miongoni mwa watu hatari kweli kweli, yani miongoni mwa watu ambao mpira wanauona vibaya mno. Kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Mika Wanjala, ni mwandishi wa habari lakini pia ni kocha, yuko Kenya ambako Jeremy Zahiri Maja ametokea na amefanya kazi pale Kenya kwenye kwa kipindi fulani. Alianzia kwenye kikosi cha Wazito Giants, baadaye akafika mpaka kwenye kikosi cha Gor Mahia Kogalo. Kwa hiyo alipofanya kazi kwenye kikosi cha Gor Mahia mwaka 2023-24, ule msimu bora kabisa wa Gor, huyu alikuwa pale. Anatajwa wenyewe wa Kenya, wale wa Kenya ambao wako
na knowledge kubwa ya mpira ambao wanafuatilia kwa karibu, na sio kila Mkenya anaweza kuambia hicho. Wanaeleza kabisa kwamba kijana ni miongoni mwa watu ambao mpira wanauona. Unajua kuona mpira, kuona mbinu za mpinzani na namna alivyo mpaka mnakwenda kumstructure na kumtengenezea mitego, manake tayari kabla ya kwenda darasani kusoma inabidi kuwa kuna art, kuwa kuna sanaa tayari. Yani hiyo sayansi wewe tayari unaijua. Alafu baadaye ndo unaenda shuleni kwenda kujiongezea. Yani haiwezekani mtu ambaye sayansi ya football huna alafu uende darasani kwenda kusoma video analyst, hapana. Inabidi sayansi kwanza iwepo, alafu vitu vya ziada vinakuja baadaye kama elimu. Kwa sababu wapo makocha ambao hawajakaa darasani kusoma lakini wazuri huku mtaani. Huyu Zahiri Maja Jeremy, yeye amesoma mambo haya ya video analysis, amesoma sayansi ya football na ana UEFA B. Yes, kwa maana ya certificate yake ya ukocha, na aliipatia kule Wales kule barani Ulaya. Nadhani tunaifahamu vizuri hiyo nchi. Sasa alisoma kule kwenye vyuo mbalimbali, akagraduate, baadaye akawa amerudi nyumbani huko Afrika, akawa yuko pale Kenya na kwenda kuimpose kwa mara ya kwanza na kwenda kuonesha maarifa ambayo yuko nayo. Kwa hiyo akafanya kazi kwenye kosti ya Wazito kwa mara ya kwanza. Wazito wanakuwa na video analyst, na baadaye anaingia Kogalo, Gor Mahia, greatest club of all time ndani ya Kenya. Kwa hiyo akafanya kazi ndani ya Gor, na baadaye akaja Tanzania. Hapa Tanzania kuna academy ya Juventus, yani Juventus wana branch academy yao iko hapa, na yeye ametoka Gor Mahia akaja kwenye academy ya Juventus hapa. Amefanya kazi kwa kipindi Simba Sports kupitia Moise Kaji. Yani Moise Kaji ndo alishawishi Simba wamuongeze huyo. Just imagine. Yeye ni video analyst lakini akataka maarifa mengine, na Moise Kaji ni video analyst mkubwa tangu South Africa. Kafanya kazi Raja na Zimbabwe, kocha mkuu wakati huo yuko na Fadlu anakuja Simba, alikuja na Moise Kaji. Kwa Moise Kaji ni top notch, yani ni mtu ambaye amefanya vizuri sana kwenye hilo eneo, lakini alisema namtaka huyu kijana awepo hapa. Kwa hiyo Moise Kaji alisuggest na akaingia ndani ya kikosi cha Mnyama. Baada ya kuingia katika kikosi cha Mnyama kwa maana ya dirisha hili lililopita, ili dirisha kubwa, yani msimu huu wa 2025 2026 mwezi Agosti, ndo aliingia kwenye kikosi cha Simba. Na of course so far tunapozungumza, Simba walipoteza mechi ya mtani wao wa jadi kwa maana ya Ngao, lakini honestly katika mechi ambazo Simba wamecheza dhidi ya Young Africans kwa miaka hivi karibuni, of course wamepoteza mechi nyingi, lakini mechi ambayo ilionekana Simba na nafasi kubwa ya kushinda na walicheza vizuri ilikuwa dhidi ya Young Africans. Hii ya mwisho ambao walicheza wakapoteza goli 1-0. Hii ndio ilikuwa mechi ambayo Simba walionekana kuwa bora zaidi. Lakini baada ya hapo katika stage iliyofuata kwa maana ya mbele, Simba wamecheza michuano ya kimataifa dhidi ya Gaborone United, wakamtoa. Wamecheza mechi za ligi zote mbili, wameshinda dhidi ya Fountain Gate, dhidi ya Namungo, zote wamefanya vizuri. Kwa hiyo mpaka baadaye wanakuja kina Moise Kaji wanaondoka, anayebakia ni Jeremy Zahiri Maja. Yeye ndo amebakia pale kuwa kama video analyst mkuu sasa. Na yeye pia amefanya homework yake vizuri sana kuelekea mechi dhidi ya Eswatini. Video analyst anaangalia wapinzani walivyo, anatafuta video za wapinzani walivyo, kwa namna ambavyo wapo, anachora mpango wa kwenda kukabiliana na mpinzani kwa kujua kwamba eneo lao la ubora ni hili, strength area ni hii na weak area ni hii. Kwa hiyo kazi yake yeye ni kumrahisishia kocha kwamba tengeza mpango kazi wako kwa kutumia hizi video, kwa kutumia njia hizi. Kama Nsingizini Hotspurs wana nguvu kupitia kwenye mafullback wao wa kushoto na kulia, namna gani unaweza kuwa overcome? Ni kumtumia Elim Panzu acheze nyuma ya migongo ya hawa walinzi ya huyu fullback wao wa kulia, ili asiwe na athari. Akicheza nyuma ya mgongo, maana fullback muda mwingi atakuwa yuko chini akihofia Mpanzu asije akachukua mipira na kuingia katika box. Kwa hiyo hizo ni baadhi tu ya mbinu. Kwa hiyo kile ambacho tumekiona katika mechi dhidi ya Nsingizini Hotspurs ni cha kocha manager Dimitri Pantev, lakini sio kazi yake peke yake. Kuna watu nyuma ya pazia wanafanya kazi ambao hawaonekani. Unajua kazi ya video analyst ni kama kazi tunasema eneo nyeti.
Liga ya Eswatini inaonekana kama ambavyo nilitangulia kusema hapo awali, iko live kupitia DStv, wanaionyesha na kupata footage za video kwa kile ambacho wamekifanya zinapatikana. Kwa hiyo Simba study yao waliifanya vizuri. Sasa tunasubiri mguu wa pili mambo yatakuwa vipi na kuelekea katika group stage. Huyu ni miongoni mwa mafia, miongoni mwa watu hatari ambao wanaweza kuongeza maarifa yao ndani ya kikosi cha Simba na Simba ili iweze kufanya vizuri zaidi. So binafsi nikaamua niandae session kwa ajili ya watu kwa inform, kuwaambia juu ya uwepo wa Jeremy Mahiri katika kikosi cha Simba, na kama ambavyo tuliwahi kumzungumzia Mwezi Kaji, basi kwa sasa tumemzungumzia huyu mwamba. Anyways, mwisho session kama ilivyoada, naendelea kukukumbusha, sichoki sikomi kukuambia kwamba kwa wale wote ambao wana uhitaji wa spare za bajaji, za pikipiki, za guta, sehemu sahihi ni kwa ABY Genuine Spare Parts pale Kariakoo au King Masai Shop ndani ya Kariakoo, mtaa wa Mafia na Sikukuu, kwa bei nafuu kabisa, kwa bei za kizawa, na delivery ipo. Wanatuma mikoani huko kote ambako mnahitaji spare, basi zinaletwa. Yes, ni guta, pikipiki na bajaji. Yaani aina zote, yaani pikipiki aina yoyote, bajaji aina yoyote, guta aina yoyote, wao spare wanazo pale kwa bei nzuri kabisa. Basi fanya hivyo, fanya kuwacheki hawa ili mambo yaende vizuri. Lakini hebu tuishie hapo, tutakuja kufanya session nyingine huko mbele. Kuna kitu ambacho niko nacho, lakini naendelea kukifanya research kwa ajili ya kuja kukiangalia kwa undani zaidi. Mzinga Sports, usisahau kusubscribe, comment, kulike na kushare. Mpaka wakati mwingine.